بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سبابتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. katika nuskha zingine thumma yudkhilu sabbahatayhi نقل ابن جرير وغيره الإجماع على صحة وضوء من ترك مسح الأذنين. kwa hukumu ya kufuta masikio mawili baada ya kichwa, amenukuu Ibn Jarir na wengineo ijma' ya kusihi udhu kwa yule aliyewacha kufuta masikio yake. Bimaana akafuta kichwa asifute masikio, udhu wake umesihi. وقال ابن قدامة في المغني وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله يعني الإمام أحمد في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، وذلك لأنهما تبع للرأس. taja kuhusu Ahmad ibn Hanbal kuwa amesema kuhusu yule ambaye amewacha kufuta masikio yake kwa kukusudia au kwa kusahau, kwa yote mawili kuwa udhu wake umetimia na kuwa masikio ni yenye kufuata nini? Kichwa. Kwa hivyo kifuta kichwa tosheleza. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: والمتيقن الاستحباب. حكم ambayo tunayaqini nayo ni ya kuwa kufuta masikio ni mustahab wala sio wajib. Wapo katika wanavyuoni waliokwenda kwa kauli ya kuwa ni wajib, lakini kauli ya jumhur ambayo ndio rajih insha Allah taala, kama walivyotueleza wanavyuoni hawa, ni kuwa hukumu ya kufuta masikio ni al-istihbab, yapendekezwa wala sio wajib. فائدة. قال النووي في المجموع: واعلم أن مسح الأذنين بعد مسح الرأس. jua kuwa kufuta masikio siku zote ni baada ya kufuta kichwa. Huwezi kutanguliza masikio kabla nini? Kabla ya kufuta kichwa. Kwa hivyo mwanzo unaanza na kichwa kisha ndio masikio. kuna tambih: i'lam anna al-udhunayn min ar-ra's. jua kuwa masikio mawili ni katika kichwa. wa mashahuma ma'ahu, na kufutwa kwake ni pamoja na kichwa. mashahuma ma'ahu. wa bihi qala ath-Thawri wa ibn al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. na hiyo ndio kauli ya Imam Thawri, Ibn al-Mubarak, Ahmad na Ishaq. ولا يعني هذا أن مسحهما يجزئ عن مسح الرأس بالإجماع. wala haimaanishi sisi kusema kuwa masikio ni katika kichwa eti yamtosheleza mtu kufuta masikio akawacha kichwa. Haitoshelezi. Kwa hivyo ni lazima kufuta kichwa kizima, lazima kukifuta kizima.
وأما حديث الأذنان من الرأس، ama hadith kuwa al-udhunani min ar-ra'si, ambao waitumia wale wanaowajibisha kufuta masikio. Na katika wanavyuoni maasirin alikwenda kwa kauli hiyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, kuwa ni wajibu kufuta masikio. Hii ni kauli yake. Akatoa dalili mojawapo ni hii hadithi. فقد جاء عن 8 من الصحابة رضي الله عنهم. Hadithi hii imepokelewa kutoka kwa 8 katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. ولا يرتقي للحجية كما في التلخيص، lakini hadithi hii haifiki daraja ya kuwa ni hoja. قال ابن الصلاح asema ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق. nafikiri nikizungumza lugha hii sasa naeleweka. udhaifu wake ni wasana, udhaifu sana. la yanjabiru bikathrati at-turuq, hata hadithi yenyewe haipati nguvu ya kuwa hasanun lighairihi, hata njia zake zikawa ni nyingi kwa sababu ya udhaifu wake mkubwa. وقال ابن حزم في المحلى: وأما مسح الأذنين فليس فرضا. kufuta masikio mawili sio faradhi, wala huma min ar-ra'si, wala sio katika kufuta kichwa kuliko faradhishwa. لأن الآثار في ذلك واهية كلها، وسباب آثار zilizopokelewa. لأن الآثار في ذلك واهية كلها، آثار zilizopokelewa katika jambo hilo zote ni wahia, yani ni dhaifu. قال ابن الأثير في النهاية، ابن الأثير katika kueleza as-sabaha ni kidole gani, asema al-usbu' allati tali al-ibham, ni kile kidole ambacho baada ya kidole cha gumba. Sisi tukiita kidole cha nini, cha shahada, as-sabaha. سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح. mtu anafanya tasbih hunyosha kidole hiki cha shahada. قال النووي في المجموع: مسح الأذنين سنة للأحاديث السابقة. متاجة حديث pale akasema kufuta masikio ni sunna kwa ushahidi wa hadithi niliyotangulia kuzitaja. ثم قال: والسنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما. na sunna ni afute dhahiri yake na ndani. قال: فظاهرهما ما يلي الرأس. tukisema dhahir tukusudia ile sehemu ambayo ni baada ya nini, ya kichwa, hii ya dhahiri ya nje yake. وباطنهما ما يلي الوجه. na batin ni ile ambayo imeelekea upande wa nini, wa uso, huko ndani. ثم قال: كذا قال الصيمري وآخرون وهو واضح. iko واضح، iko wazi. وقال الشوكاني في السيل الجرار: والحاصل أن مسح ظاهرهما وباطنهما هو الهيئة الكاملة، كما ذكرنا في مسح كل الرأس. الحاصل kufuta dhahiri yake na ndani yake ndiyo haia iliyokamilifu zaidi, kama tulivyokuwa tuzungumzia kuhusu kufuta kichwa. wa amma anna dhalika wajibun muta'ayyin fala, ama kusema kuwa ni wajib lazima, basi la, sio wajib, bali yujzi ma yasduqu alayhi musamma almasah, kifuta yatosheleza. مسألة: ولا يأخذ لأذنيه ماء جديدا.
asichukue mtu kwa ajili ya masikio yake maji mapya. قال ابن المنذر في الأوسط: وغير موجود في الأخبار الثابتة، ولا همنا katika hadithi zilizothubutu التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. hadithi zilizoeleza namna alivyotawadha mtume sallallahu alaihi wasallam hazikutaja kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua maji mapya kwa ajili ya masikio yake. Kwa hivyo yale maji aliyofutia nayo kichwani mwake, akirudi nyuma, akirudi mbele, kisha yuingia moja kwa moja kwenye nini? Kwenye masikio, bila ya kuchukua maji mengine. وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية: ولا يسن مسح العنق، wala sio sunna kufuta shingo. Kuna wengine wakishafuta na masikio hufuta na nini? Na shingo. wa huwa qawlu jumhur alulama, na hii ndio kauli ya wengi katika wanavyuoni. wala akhadh ma'in jadidin liludhunaini, wala pia sio sunna kuchukua maji mapya kwa ajili ya nini? Ya masikio mawili. وهو أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره، نهي ndio قول au riwaya sahihi katika riwaya mbili zilizopokelewa kutoka kwa Ahmad ibn Hanbal, na ndio kauli ya Abu Hanifa na wengineo. وقال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديدا، wala haikupokelewa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua maji mapya katika kufuta masikio. wa inma sahha an ibn Umar radhiyallahu anhuma, imesihi katika athari ibn Umar ndio alikuwa akifanya hivyo, na athari ibn Umar iko katika Muwatta al-Imam Malik, huwa sahih. الله تعالى أعلم بأحكامه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.